Mji huu wa Makkah Mukarrama kwa viongozi wakubwa kabisa wa dini ya Kiislamu wakiwa katika mahema haya wakijidhalilisha kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mbele yangu ninao mashehe wakubwa, lakini pia tunaye shehe wetu na mufti wetu wa Tanzania, ili mradi tupate neno zito zuri ambalo litasaidia jamii yetu ya Kiislamu katika msimu huu wa msimu wa Hija, kadhalika na Eid inakuja kesho kutwa. Lakini katika hayo na maswali mawili tu kwa shekhe juu ya hali halisi ya mazingira haya tulio. Shekhe, asalamu alaykum. Shekhe. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe na mufti wetu, kwanza habari ya joto la mji huu wa Saudia. Joto maarufu mashuhuri tunalifahamu na tushawaambia watu namna ya kupambana na joto hili, na alhamdulillah serikali ya Saudia imetoa tahadhari mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilikuwa naomba neno moja kutoka kwako juu ya siku adhimu leo Yawm Tarwiya, lakini halikadhalika siku ya kesho Yawm Arafa. Nini Waislamu kama mufti mkuu wa Tanzania walioko hapa na walioko huko wafanye? Kwanza leo ni Yawm Tarwiya ambayo kwa ufupi siku ya kujiandaa kwa ajili ya kwenda kuhudhuria Arafa, ambayo Mtume kaisemea kwa maneno mafupi, tafsiri pana sana, hata tukiyafasiri hatuwezi kuyamaliza katika siku hii moja ya leo. Katika msemo wake uliosema al-hajju Arafa, hija ni kuhudhuria Arafa. Lakini kwa mahujaji leo ni siku yao kujiandaa, kuzitengeneza akili zao, kuzitengeneza fikra zao, kutengeneza namna ya kuhudhuria katika mawanja matukufu ya Arafa, hali ya kuwa wana ikhlas na kumuitikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili ya kukamilisha ibada yao ipate kuwa ni njema na nzuri. Tupate kile kipande kinachosema hija inayotakiwa mtu awe nayo ni ile ambayo ni hajju mabrur, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tupate hija ya namna hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameikubali. Amin ya Rabbi. Siku ya kesho sio siku ya kufanya mchezo, kama ambavyo kuanzia leo haitakiwi kufanya mchezo. Watu wahudhurie katika mawanja ya Arafa wakiwa wanajua kwamba wako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anawaona dhamira zao, anawaona nyoyo zao, anawaona matendo yao. Kwa hiyo hakikishe kwamba wanaimaliza siku ya kesho hali ya kuwa haikupita bure. Faman tafutu sa'atun fi umrihi takuna alayhi hasratun fi qabrihi. Wanazuoni wa kielimu wanasema ambaye imemfutu yeye saa moja tu, wakati mmoja tu katika umri wake, atakwenda kusikitika na atapata majuto makubwa sana kaburini mwake, kwamba kwa nini hakuitumia vizuri siku ile. Kwa hiyo kesho Mungu akijalia, tunamwomba atuweke hai sote na tuwe na nguvu, atuondoshe maradhi, tuhakikishe kwamba tunamnyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunajidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kubwa katika ambayo tumekuja nayo ni yale makero ulionayo na shida ulizonazo uzibwage kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haja ulizonazo umtupie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukidhie haja zako na atimize makusudio yako. Lakini tusiache kuiombea nchi yetu, tuiombee nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu ni mahala ambapo tunatekeleza Uislamu wetu na tunatekeleza ibada zetu. Nakumbuka katika mikutano ambayo nimehudhuria ya mamufti kule Masri Cairo, moja katika zile kuliyati 5 ambazo wanawazuoni, nikizungumza kuliyati 5 wanajua ni zipi, kama vile kulinda dini, kulinda nafsi na mengine, kuliongezwa jitihadi nyingine ya kulia ya 6. Kwa hiyo zile kulia zikawa al-kuliyatu 6, sio 5 tena. Ni ipi hiyo ya 6? Ni hifdhul watan, kulinda nchi, kulinda uzalendo, kulinda mji wenu, nchi yenu, ni moja muhimu hiyo. Kwa hiyo hapa kwa mahujaji tuitumie nafasi hiyo kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ailinde nchi yetu, iendelee kuwa na amani, iendelee kuwa na utulivu, iendelee kuwa watu wana upendo, wanapendana. Watu Mwenyezi Mungu aondoshe tabia za kubezana, tabia za kutukanana, sio tabia za Kiislamu, zinaingizwa tabia mbovu ambazo haziko katika Uislamu. Mwenyezi Mungu atuondoshe. Tuwe ni watu wamoja, tujenge mshikamano, tujenge umoja, tuwe watu wa mahala ambapo hatuwezi ukimwona mwenzako muone ndugu yako. Innamal mu'minuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Kwa hiyo tujenge udugu wetu wa Kiislamu. Lakini tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amhifadhi na kumlinda rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake wote, makamu wa rais, waziri mkuu, manaibu waziri mkuu, mawaziri, wabunge, wafanyakazi wa serikali wote. Mwenyezi Mungu
awalinde, wanaomsaidia mama yetu Samia Suluhu aweze kufanya kazi yake nzuri ya kutekeleza wajibu wa kuweza kuleta maslaha ya taifa letu la Watanzania. Alafu tusiache kuombea mashekhe zetu. Tuombee mashekhe zetu, walimu zetu, maimamu zetu na viongozi wetu wote wa dini na viongozi wetu wote wa taasisi mbalimbali. Mwenyezi Mungu awajalie, awape taufiki ya kuongoza Uislamu huu. Na Mwenyezi Mungu awajalie, tumuombe maghfira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumtake maghfira sisi wenyewe, lakini vile vile tuwatakie maghfira wazazi wetu waliokwishatangulia mbele ya haki, na wazee wetu wote, baba zetu, babu zetu, na mama zetu, mabibi zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, na Waislamu wote kwa ujumla. Na mwisho tuombe Mwenyezi Mungu alete amani katika nchi hii yetu, na hasa katika zile nchi zetu ambazo zinafanywa tabu kama Palestina. Wape Mwenyezi Mungu ajalie, alete kheri na baraka, mambo yote ya vita yaishe, na Waislamu wapate salama katika nchi ile, na ihifadhi katika kile ambacho amekitumia kuhifadhi Qur'an, na atufiche na macho ya maadui na mahasid kama alivyoificha roho katika mwili. Hakika Mwenyezi Mungu limeweza juu ya kila kitu, na ndio mwenye kustahiki kuitikia dua zetu. Wa sallallahu wa sallim wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani. Mimi ziada yangu tu tumuombe na yeye mufti wetu wa Tanzania, Mungu ampe maisha marefu, afya tele, amkubalie haji yake, lakini pia amfanye kuwa kiongozi bora mpaka mwisho wa uhai wake inshallah. Shukrani wa jazakallahu khair. Asante baba. Asante sana. Asante sana baba. Naam, mtazamaji, basi alhamdulillah tumetembelea banda la taasisi ya BAKWATA, Baraza Kuu la Tanzania. Halikadhalika wako na ndugu zetu wa Haji trustees wako ndani, mashallah wameenea, lakini humu ndio kapatikana mwamba wa miambani, mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, yuko humu. Sheikh Hassan Chizenga tumemkuta, halikadhalika Sheikh Hamid Jongo tumemkuta, lakini hao tutawatafuta kwa muda mwingine tuzungumze nao ili tuweze kwenda sawa. Mashallah. Okay. Lakini pia yuko dokta, kama nikitamani walau tungeongea neno moja tu inshallah, yeye kama yeye katika kuhudhuria haya anatuambia nini? Asalamu alaykum Sheikh. Habari za leo baba? Alhamdulillah rabbil alamin. Bwana, kwanza hongera kuwepo katika maeneo haya. Naam. Mara ngapi Sheikh kwanza? Hii mara yangu ya 7. Mashallah, mashallah. Dr. nani? Nitambulishe wa Tanzania wakufahamu. Mimi naitwa Dr. Ibrahim Salum Mkoma. Mashallah. Wewe ndio unasafiri na taasisi tu ama pia una kituo chako Dar es Salaam katika udaktari wako? Mimi nasafiri na taasisi ya mwanzo, nashukuru. Ni taasisi ya kwanza kabisa kuja Maka ilikuwa ni taasisi Haji Trust. Okay, sawa. Mwaka 2006. Ndio. Nikuja mwaka wake wa mwisho Sheikh marehemu Nuruddin Shadhili, kija yake ya mwisho, hiyo ndio nilikuwa daktari wake. Mashallah. Nikushukuru sana, lakini pamoja na hayo labda kwa kazi zako ni zipi hapa bandani? Mimi kazi yangu kama mtaalamu wa afya ni katika kuwatumikia upande wa afya hawa wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika uzoefu wako ushawahi mtu labda kupata madhara makubwa, kaanguka, kazimia, kafa? Kwa kweli tangia naanza kuja hatujai kupata madhara makubwa, ila kidogo tu mtu labda akizidiwa kidogo naenda hospitalini. Na mtu mmoja alikuwa na matatizo ya figo, ikawa nampeleka kwenda kufanyiwa dialysis, kusafishwa figo kila baada ya siku 2, siku 3. Labda hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ilitokea kwa upande wangu. Mimi nakushukuru sana, nikuombe kila la kheri, kazi njema, endelea kuwatumikia mahujaji inshallah. Amin. Asante sana baba. Kuna wageni nataka nao hapa inshallah. Jamani, asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam Sheikh. Habari? Alhamdulillah, habari za leo babangu? Nashukuru Allah tabaraka taala bwana. Jitambulishe babangu, nani? Naitwa Bwana Ladi Omari. Ndio. Ni hujaji kutoka Tanzania, sehemu ya Tanga. Ndio. Tunashukuru tuko hapa kwenye viwanja hivi, kwa shughuli zinaendelea. Nashukuru. Umesafiri na taasisi gani? Ya Zamzam. Kwa kweli Zamzam ni watu wazuri sana katika safari. Ndio. Wametushirikia vizuri kutoka Dar es Salaam mpaka tulipofika Maka. Hoteli tumekaa, hoteli nzuri, vyakula vinatosha, huduma zote ziko za kutosha kabisa. Tumezungumzia joto sio muda mrefu hapa, hizi trade zimekuwa ndefu sana, wewe hazikusumbui? Kwa kweli hali ya hewa ni joto lakini haisumbui, kama alivyosema mwenzangu alitangulia. Joto jingi lakini hatutoki jasho.
Unawaambia nini wazee wenzio ambao wanajisikia uvivu kusafiri kuja katika haji? Kwa kweli waje, kwa sababu huko kuja pamoja na ibada, lakini kuna ile Safa na Marwa pia ni mazoezi mazuri. Kwa hiyo ile kwenda Safa Marwa na pale kuzunguka Al-Kaaba, kwa sababu kuna mtingishiko watu wengi. Kwa hiyo ukiminywa mpaka ukaja kaa unafanya mazoezi vile vile umekaa. Na madhambi unafutiwa. Sasa raha ilioje hiyo. Baba nikushukuru sana. Asante ndugu yangu. Asante. Kaka, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya leo baba? Alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nikuona ukirandaranda kwenye mahema hapa. Wewe ni taasisi gani umesafiri nayo? Mimi niko taasisi ya Zamzam. Kwanza binafsi namshukuru Sheikh Salim Gwao. Naam. Hakupata nafasi ya kunifahamu, lakini mimi nimemfahamu kupitia sahibu wangu Sheikh Ustaz Hasara Omar na Haidari. Wakati nataka kusafiri na taasisi ya Zamzam, nikamtafuta yeye kwa sababu yeye alisafiri na taasisi moja lakini aliunganika nao wao. Nikasema mimi bwana nataka nisafiri na taasisi ya Zamzam. Akaniambia chukua namba ya Salim Gwao, mpige Salim Gwao, atakupatia Sheikh Dago. Sheikh Dago atakuunganisha nao. Basi kwa hiyo nimemuona Salim Gwao, roho yangu imefarijika. Mashaallah. Alhamdulillah. Ameniunganisha katika taasisi ile kwa nzuri. Jina lako nani na Dar es Salaam unatokea wapi? Mimi naitwa Bwana Zuberi Bakari, Dar es Salaam, natokea maeneo ya Magomeni. Una furaha sana juu ya kuhudhuria katika viwanja hivi? Nimepata furaha kubwa sana kuhudhuria katika maeneo haya ya Mina, mashaallah. Mashekhe wanatuambia kuna madua makubwa kesho Arafa pale. Unataka kumuomba nini Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu mimi nataka nimuombe anifutie madhambi yangu. Mimi kama mwanadamu nimeteleza, basi nataka nimuombe anifutie madhambi yangu. Sina zaidi ya kumuomba hilo. Takbir. Allahu Akbar. Nikushukuru sana brother. Amin. Asante sana.